There are thousands of women like me across this country, women with courage, intelligence, integrity, discipline, and leadership potential. They have not only asking to be seen, they're asking to be heard, trained, protected, represented, and given opportunity to rise. We do not only secure gates, we protect families, business institutions, investments, communities, and our nation. When the women entrusted with protecting Kenya are themselves safe, respected, and empowered, our country becomes stronger and more secure. WISE stand ready to work with the government, PSRA, employers, and other stakeholders to ensure that the experience and perspective of women are reflected in the policies shaping Kenya private security sector. Your Excellency, thank you granting security sector this important audience and for recognizing the contribution of the men and women who serve within it. May God bless you, may God bless Kenya, and may God bless all security officers. Kuna wenzetu wengine walikuwa watujuliza, na sisi kama private security, bwana mheshimiwa, utatualika lini State House? Kwa sababu tumeona wengi wamekutembelea bwana mheshimiwa rais, na leo we are very happy kwa sababu hata nasi tumealikwa kama watoto wako, na wewe kama baba wa taifa tunashukuru sana. So, on behalf of my colleagues and the rest, zamani hii kazi ya private security watu wengi walikuwa wanaichukua ni kama ile kazi duni. Lakini leo hii ukiangalia umati ule ambao uko hapa, inakuonyesha kwamba ni dhahiri kwamba kazi hii leo imechukuliwa kama kazi nyingine. Mtukufu Rais, I'm also happy to inform you that today, if you look at our job, most of us, we are able to take our children to school because of the good support we are getting from our management, top management of our companies. Our salaries have also improved a bit. Thank you, sir. And sir, I'm also happy to inform you that we are working very close with the police force. Just in case of anything, we are very close working with them. Mheshimiwa Rais, sitaki nichukue muda mrefu kwa sababu najua kuna wengi pia unahitaji kuongea, lakini nakupongeza, tunasema tuko nyuma yetu kama private security companies. Asanteni sana, Mungu awajalie. Na unajua watu wakiwaona hapa wanafikiria kazi yenu ile mnajua ni kufungua gate na kuandika number plate na majina. Lakini nyinyi mko na experience miaka nyingi. Mnajua CCTV monitoring, si ndio? Nyinyi ndio mnafanya access, hizo wasiseme kufungua gate, hiyo ni access control, ndio? Na mambo nyingi ambayo mmejifunza kazini. Tungependa hiyo skill yenu ikuwe recognized ili i-count kama qualification, mpate certificate ama. Na pia huyu madam mrembo ameongea mambo ya career progression. Ni important sana. Ndio msistagnate. Leo ni siku yenu na rais.
Na unajua mahali rais yuko hakuharibiki jambo. Ama unafikiria amewaita bure? Unafikiria amewaita bure? Si lazima amewafikiria. Na akiwafikiria hajawaitia chai. Anataka muongee mambo ya sekta yenyu na vile ata improve. Kwa hivyo tunasema tunamsupport, mnamsupport. Kuna rais mwingine mshaona Kenya kama yeye? Si huyu tulipewa na Mungu. Na wale wanajaribu watashangaa sana. Tumewapatia head start, waanze tu, tunawaangalia na macho. Watu wanashinda wakisema huko nje kuwa Nairobi is an opposition tough. Baba alikuwako opposition. But baba hakuwa akiingia elections akisema mimi nataka kuwa opposition. Na saa ile baba alikosa kiti, baba aliingia handshake, baba aliingia nusu mkate, baba akatuacha kwa broad base. Baba anajua umuhimu ya kuwa ndani ya serikali. Sisi kama ODM tunasema tuko ndani na wewe, tuko broad base, na tutahakikisha mambo 2027 ni 2 term. Na hawa wote hapa wako na kura. Kama hamuna kadi, tafuta kadi. Na nyinyi ndio mtapanga security. Hatutatishwa na watu. Hatutakuwa na tunatishwa watu, tutabaki nje tukishapiga kura. Nairobi will be peaceful. Hatutaki kubaguana, na hatutaki kuumizana. Tunataka tu vote, tuingize rais na tuendelee na kujenga Kenya. Nimeona kwa hawa ndugu zetu wa Kenya na wadada zetu ni mshahara. Hapo kwa mshahara uangalie. Hapo kwa SHA uangalie. 2 term yako itakuwa real 2027. 2 term ya rais, 2 term ya rais. Na mimi natoka katika chama cha ODM nikiwa mwenyekiti. Sisi watu wa ODM ama chama tunajua kwamba tuna candidate wa presidential, na sisi candidate wetu kama chama ni Dr. William Samoei Ruto. Wangapi ODM hapa? Ambaye inaongozwa na Dr. Oburu Oginga. Mungu awabariki sana, chama iko imara. We must have a linkage between the private security officers and the National Police Service for intelligence gathering, for security, to secure our country. Mnaweza hamwezi? Mnaweza? Sasa leo mmefika hapa. Simko State House. Mimi leo nimekuwa na nyinyi kutoka 6 am kutoka Uhuru Park. Si ni kweli? Nimetembea na nyinyi mpaka hapa. Kuna wachache wamenikosea kidogo, mnajua ile kitu mlifanya. Lakini Biblia inasema hakuna baba anaombwa samaki na mtoto wake anampatia nyoka. Ama anaomba mkate kwa baba yake anapatiwa nini? Si tuko kwa baba yetu. Sasa leo si kitunguu itanuka. Leo kila boma, kila nyumba, si ndio? Ama mnafikiriaje? Lakini ya maana ambayo mtatoka nayo, when the head of state says, now boss, I'm asking you because we want to be very practical, na sipendi kudanganya watu. Ukiform a small task force, watu 7, tuwe na employers, tuwe na hawa, tuwe na Ministry of Interior na IG, tuwe na Ministry of Labor and Public Service, na mimi uniweke hapo. Mambo hayo nitamaliza na 60 days. Nitamaliza. Karibuni sana. Mnajua pale nyuma kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House kwa kuwakaribisha watu wasio na vyeo kubwa kubwa. Lakini mimi nimewajibu nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda. Kwa sababu
nyinyi ndio mnatuchagua sisi. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi wakati tunatafuta kura, tunawaambia mambo mengi, tunawaheshimu. Lakini saa ile kura imepigwa, wengine wanaanza kuweka viwango. Ndio nikasema mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hapa State House itakuwa mahali ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Lakini kusema ukweli, sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Hey! Bwana, leo hapa kuna maneno. Kwa sababu officers wangu wananiambia tuko na watu 27,000 hapa. Na hiyo ndio mkutano mkubwa sana kufanyika hapa State House. Na nimefurahi ya kwamba hiyo mkutano mkubwa wa State House ni wa wananchi wa taifa letu la Kenya, private security officers ambao wanadumisha amani na kuhakikisha kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya, ndio biashara iendelee, kilimo iendelee, matibabu tupate, watalii watembee. Lazima kuwe na usalama katika taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru sana kwamba mnajitolea kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba manyumba yetu, makazi yetu, maofisi tulio nayo, viwanda, sehemu ya kazi ziko salama. Mimi nasema asanteni sana. Nimewasikiza kwa makini wale waliozungumza mbele yenu, na wameongea mambo kama 4 ya muhimu ambayo mmeniuliza nishughulike nayo. Kwanza, mumesema kama private security officers munataka muheshimiwe na muheshimike. Majina kama watchman, majina kama guard, nimekubali haya majina yanayowakosea heshima. Na sababu hiyo, vile mmependekeza, najua terminologies hizi bado ziko katika sheria na katika regulations ya serikali. I am instructing all government agencies to expunge reference to private security officers as watchmen or guards. Tulikubaliana ya kwamba kazi ni kazi. Ama tulikubaliana vipi? Si tulisema kazi ni kazi? Hii yenu ni kazi. Na sababu hiyo, ile maneno ya watchman ilikuwa ni madharau ya mkoloni. Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen. Nyinyi ni private security officers. Na kwa hivyo, sheria ya Private Security Regulatory Authority itabadilishwa. Sheria na order ya General Wages Order na Private Security Wages Order na Private Security Regulations Act zitabadilishwa, majina yenu iwe ni majina yenye iko na heshima ya private security officers. Training ya hawa officers
Kwa sasa iko training ambayo inaendeshwa na TVET. Iko training ambayo inaendelea na institutions owned by private security companies. Iko training ambayo imependekezwa na watu wa regulatory authority. Iko training ambayo inaendeshwa na NITA. Sasa inaamurisha hawa watu wote waketi chini, wakubaliane a harmonized training curriculum for private security officers, ili tuwe na mwelekeo na tuwe na taratibu ambayo inaeleweka na wote wanaofanya kazi katika sekta hii. Wale employers wetu wa hawa private security na wizara yetu ya housing wahakikishe ya kwamba inapatikana nafasi ya kutosha kwa private security officers kuwa home owners. A private security officer should not lose a lifetime of savings because a child, spouse, or parent falls ill. Through the Social Health Authority, we are building a healthcare system in which treatment is determined by need rather than income. Nyinyi mnaelewa leo kila mmoja wetu hapa kwa kisheria ni lazima awe memba wa SHA. Ndio ukikuwa mgonjwa, serikali ya Kenya iweze kukulipia gharama ya matibabu. Na tumesema hivi, wewe ambaye ni mwananchi mdogo utalipa shilingi 660 kila mwezi, na bili ya hospitali hata ikikuja shilingi milioni 1, serikali ya Kenya italipa bili yako ya hospitali, ya mtoto wako, ya mke wako na ya jamaa yako. Na ndio tumesema hivi, hawa private security companies, kuna wengine ambao hawalipii wafanyikazi wao SHA. Kuna wengine ambao hawalipii nyinyi private security officers pesa yenu ya SHA. Mimi nataka nisimame hapa niwaeleze ya kwamba it is mandatory, kwa sababu tunataka kila mmoja wenu asiuze shamba yake ama mali yake ama akose kwenda hospitali kwa sababu hana pesa ya kulipa hospitalini. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali kwa sababu kila mmoja wetu ni Mkenya. Training ya hawa officers kwa sasa iko training ambayo inaendeshwa na TVET. Iko training ambayo inaendelea na institutions owned by private security companies. Iko training ambayo imependekezwa na watu wa regulatory authority. Iko training ambayo inaendeshwa na NITA. Sasa inaamurisha hawa watu wote waketi chini, wakubaliane a harmonized training curriculum for private security officers, ili tuwe na mwelekeo na tuwe na taratibu ambayo inaeleweka na wote wanaofanya kazi katika sekta hii. Muungwana mmoja amesema hapa, pale kwa PPRA wanaenda na ile lowest bidder. Mimi nataka niwaeleze watu wa PPRA, lowest bidder hawezi kuwa ni mtu ambaye halipi minimum wage kwa hawa watu. You cannot award a security contract to a company that doesn't pay its employees minimum wage. It's not possible. Si ndio? So tuanze na hapo. So nafikiri tumekubaliana.
Haya maneno yote nimesema. Mimi nataka sasa the Ministry of Interior, the regulator, Private Security Regulatory Authority, Ministry of Labor, Public Service na idara yetu ya polisi waketi chini ili haya mambo yote nimeyasema, na gavana wa Nairobi, kwa sababu tuko na watu wengi wa private security hapa Nairobi, mketi chini siku 60 murudi kwangu, ndio tukubaliane kwamba haya mambo yote tumesema hapa yametekelezwa, ndio hawa wangwana waweze kuendesha maisha yao, kazi zao kwa heshima. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Ya mwisho na ya muhimu, mumesema mambo ya mshahara. Si ni kweli? Mimi wakati wa tarehe 1 mwezi wa 5 nilisema mshahara ile inaitwa minimum wage iongezwe kwa 15%, 15% additional. Lakini nimeambiwa ya kwamba kuna kampuni nyingi ambazo wamekwama na hawajapandisha mishahara yao kwa hiyo 15% tuliyopendekeza kama serikali. Pia kuna wengine hata hawalipi hiyo minimum wage. Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 na huko kwingine. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu. Ati mambo ni mangapi? Ati mambo ni mangapi? Sheria ya taifa letu la Kenya inasema ni kinyume na ni unyama mtu kulipwa chini ya minimum wage. Kwa hivyo, our good friends in the private security space, the regulator is here, the Ministry of Interior is here, the Ministry of Labor is represented. We must work collaboratively, working together to ensure that every security company operates within the parameters of the law. Sheria ya Kenya inasema mwananchi, kuna minimum wage mwananchi analipwa, and that is not negotiable. We can negotiate about anything else. Kwa hivyo, kampuni za private security, mimi niko tayari kuketi chini na nyinyi ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kama mko na changamoto tuwasaidie, lakini hawa watu muwalipe pesa zao. Na wakati mnalipa pesa zao, muwalipie SHA na muwalipie NSSF, kwa sababu hawa wananchi mwisho wakiwa wazee wanataka wawe na pesa, wasikufe maskini. Na tumesema hivi, wewe mwananchi, wewe mfanyikazi utatoa sehemu kidogo ya NSSF, lakini mwajiri pia atakulipia kiwango ingine ya NSSF.
na hiyo pesa yote itakuwa pesa yako wewe kama mwananchi. That should be your money. Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi naambia my Ministry of Interior, the Private Security Regulatory Authority, the Ministry of Labor, and all government agencies to ensure that these great Kenyans, private security officers, are paid nothing less than the minimum wage. Tumekubaliana? Wiki ijayo tunataka gongamano la Wakenya, mjadala ya Wakenya ya kuzungumzia uchumi na maendeleo. Tumezungumza siasa miaka nyingi, ama si tunajua vile sisi ndio mafundi wa siasa, ama siasa tunaelewa sana. Tunasukuma siasa mpaka inakuwa matusi, mpaka inakuwa nini, lakini siasa ndio inaendelea. Lakini sikizeni my friends, siasa haiwezi kupunguza gharama ya maisha. Uchumi na maendeleo ndio itapunguza gharama ya maisha, ndio itafanya Kenya iwe ni nchi ambayo tunajivunia sisi wote. Na nimesema tuwe na mjadala, tukubaliane hii Kenya maendeleo itapatikana vipi? Hii Kenya uchumi tutaiguza vipi? Kwa sababu tukikuza uchumi, tukiendelesha maendeleo, nafasi ya ajira itapatikana, gharama ya maisha itashuka chini, tutazalisha chakula zaidi, tutafanya export zaidi, na Kenya itapiga hatua kama zile nchi zingine zilizopiga hatua mbele yetu. Na sikizeni marafiki zangu, mimi niko na imani kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu sasa, niko na imani ya kwamba hii Kenya tunaweza tukaibadilisha iwe a higher income country, iwe a first world country. Inawezekana. Sisi tukiwa hai, we can do that. Kama wengine walifanya, nani alituroga sisi hatuwezi? Hata na sisi tunaweza bana. Ama namna gani? Tunaelewana? Ndio hata wale wanajaribu kushindana na mimi nimewaambia wacheni ukabila, wacheni matusi, wacheni vitimbi. Nyinyi mtueleze agenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ama namna gani? Kwani iko makosa tukiambia mtu atuambie mpango yake? Wasitupigie tu makelele. Makelele bure. Hii tumesema ni kazi kama kazi ingine yoyote. Na tumekubaliana ya kwamba lazima tuwe na career progression. Mtu akiingia kazini lazima ajue akifanya kazi vizuri atasonga mahali gani, na akifanya kazi vizuri zaidi atapanda namna gani. Kwa hivyo regulations ya private security itabadilishwa ili kuwe na career progression path ya private security officers. Pia tumekubaliana ya kwamba ile kazi mnafanya ni kazi ya kulinda usalama, kazi ya kuhakikisha ya kwamba kuna security na kuna usalama, ambayo sio kazi tofauti na ile inafanywa na police na security officers wengine. Kwa hivyo, kwa sababu tuko na askari polisi kama 100,000 na tuko na private security officers 1,300,000, tukiwa na framework ambayo kutakuwa na maelewano
na uhusiano na ushirikiano kati ya askari wetu polisi na askari wa private security officers, itakuwa ni rahisi kuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, Bwana IG, ndio sababu huko kwa hii mkutano. Sasa tutaweka mkutano, IG na officers wake na wale wanaosimamia sehemu hii kupitia kwa Private Security Authority na stakeholders wale wengine, tutaketi chini ndio tuwe na framework ya kuunganisha private security officers na askari wetu wa polisi, ndio tuwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Nyinyi mko na intelligence nyingi mahali mnafanya kazi. Nyinyi mnajua wahalifu, nyinyi mnajua wale wanaovunja sheria, na kwa hivyo mtakuwa kitengo kizuri na cha muhimu katika kusaidia askari wetu wa polisi kutekeleza wajibu wao wa kuhakikisha ya kwamba kuna usalama wa kutosha. The child of a private security officer must have the same opportunity to learn, advance, and fulfill their potential as the child of any other Kenyan. Our investments in education are intended to ensure that talent, not family income, determines how far every child can go. Yani nimesema, mkiona katika sekta ya elimu, kama serikali tulikuwa na changamoto katika hiyo sekta, na wale watoto waliathirika sana ni watoto wa wananchi wenye mapato ya chini. Wale wadosi na wale wengine wanapeleka watoto wao kwa academy mahali kuna walimu wa kutosha. Wale mashule yetu ya hasa kule vitongojini inakosa walimu. Gharama ya kuendesha board inakulipisha wazazi. Na ndio sababu tumefanya mambo manne kwa elimu. Jambo la kwanza, tulikuwa na shida ya walimu. Leo tumewaajiri walimu 1120 kuhakikisha kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Tumetengeneza madarasa 25,023 mpya. Ile funding model ambaye watoto wenu, mtoto akienda college pale kwa TVET, ama mtoto wako aende university, pale nyuma hatukukuwa na pesa ya kutosha. Leo tumehakikisha ya kwamba ile funding model ambaye tumepitisha, na saa hizi nimerudisha tena ile Higher Education Loans Board Act bunge, tunataka ipigwe msasa, tuhakikishe mtoto wa private security officer kama mtoto wa rais ama waziri akienda university awe na pesa ya kusomesha bila ya kuweka mzigo kwa mzazi. Before many Kenyans wake up, a private security officer is already at work. Through the cold of the night and the silence of dawn, you stand at our gates, in our homes, our schools, hospitals, offices, factories, farms, and places of worship. You welcome us when we arrive, watch over our property while we work, and remain behind when everyone else has called it a day. When danger comes, you are often the first to see it, the first to raise the alarm, and often the first to confront all danger. Yet, behind every uniform is a human being, a father or a mother, a son or a daughter, a citizen working honestly
to support a family and to build a future. Today, I welcome you to State House. I welcome you to State House so that our nation can see you, recognize you, and so that we can say thank you. You are not workers on the periphery of our economy. You are indispensable members of our society and essential partners in Kenya's national security infrastructure. The 1.3 million Kenyans employed in the private security sector are not merely looking after our buildings. You are protecting livelihoods, enabling enterprise, and helping to keep our economy moving. You are also among the real hustlers of our nation. Kenyans who work long hours, carry immense responsibility, and ask only for a fair opportunity to advance. Your faith helped bring up the bottom-up economic transformation agenda into being. We have neither forgotten you or abandoned you, the promise we made to working Kenyans. That is why our reforms are connected to the reality of your lives. A private security officer who protects other people's homes should have a fair opportunity to own a decent home as well. By taking an appropriate non-core services, the industry enables our police officers to concentrate on their central responsibility of safeguarding lives and property. The full implementation of the Private Security Regulations 2025 will mark another important step in this journey. The government will provide policy leadership. The authority must enforce standards. The industry leaders must invest in compliance, innovation, and workforce development. When my administration committed to implementing the Private Security Regulations Act 2016, our objective was to transform a fragmented and largely informal industry into one that is professional, that is accountable, respected, and globally competitive. We have made significant progress. The Private Security Regulatory Authority has introduced order, consistent standards, and stronger accountability. Firms are now licensed through a transparent process. Officers receive structured training based on nationally approved standards. The Guard Force number has established a credible register of qualified personnel, while licensing requirements have strengthened compliance in public procurement and regulated security services. However, regulation alone is not sufficient. Professionalism must go together with dignity. Every private security officer deserves lawful remuneration, fair treatment, decent working conditions, social protection, quality training, and opportunities for career progression. We will continue supporting the standardization of training, accreditation of institutions, and enforcement of labor standards. We are also protecting employers to comply with the law, invest in their workforce, and create workplaces founded on integrity and respect. The industry must expand opportunities for women and young people and prepare the workforce for a changing security environment.
terrorism, cybersecurity, organized criminal networks, and threats to critical infrastructure require new skills, better technology, and intelligence-led decision-making. What is an issue? What is at issue in Kenya today? If you go anywhere, citizens will say they want us to address the cost of living, gharama ya maisha. Na gharama ya maisha itashughulikiwa tukipunguza gharama ya chakula. Kwa kushughulika na mambo ya kilimo, ndio chakula ipatikane kwa wingi. Gharama ya maisha itashughulikiwa tukipunguza gharama ya masomo. Ndio kila Mkenya aweze kusomesha watoto wake bila ya kuingia kwenye gharama. Gharama ya maisha itashuka pale tukiondoa ama tukipunguza gharama ya matibabu. Ndio sababu lazima tuwe na bima ya afya ambayo itashughulikia Wakenya wote. Gharama ya maisha itashuka pale wale wanaolipa rent na wale wanaolipa mortgage wanalipa kwa bei ya chini. Ndio sababu housing inamwezesha yule ambaye analipa 2,000 ama 3,000 alipe 3,000 na nyumba ikuwe yake, asiwe ni mtu ya kulipa rent milele. That is how we are going to sort out the cost of living. And that is what the people of Kenya want. And that is why we must have a conversation about the economic prosperity and the development of our nation so that we can create wealth na tuondoe umaskini na Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi mko tayari jameni? Mko tayari? Tushughulike pamoja. Tushughulike pamoja.